Vision 2030, madini ni maisha na utajiri. Mkuu wa wilaya ya Kahama mkoani Shinyanga Frank Nkinda amefurahishwa na kitendo cha viongozi wa dini mbalimbali kujumuika kwa pamoja katika iftari, akisema hatua hiyo ni muhimu katika kuimarisha amani na mshikamano nchini. Akizungumza akiwa mgeni rasmi katika hafla hiyo iliyoandaliwa na ofisi ya afisa madini mkazi mkoa wa kimadini Kahama kwa kushirikiana na soko la madini Kahama, Nkinda alisema ushirikiano wa kidini ni nguzo muhimu kudumisha utulivu wa jamii. Kwa hiyo Ramadhani imetuweka pamoja, imetujengea umoja baina ya Waislamu na Wakristo. Jambo hili ni jema na niwashukuru sana Waislamu wote wakiongozwa na kiongozi wetu, shehe wetu wa wilaya, kwa mwongozo mzuri na ishara ya kuonyesha kwamba katika taifa letu hakuna udini. Ninajua jambo hili maeneo mengine katika nchi zingine ni gumu sana kufanyika. Juzi mlinialika katika iftari ambayo iliandaliwa na Wasabato, ni Wakristo, lakini Waislamu na Wakristo vile vile. Huu ndio utamaduni wa Tanzania. Mambo mawili ya msingi ambayo ninapenda kuyazungumza jioni hii ya leo. La kwanza ni shukrani, kuwashukuru sana viongozi wetu wa dini kwa kazi kubwa mnaoifanya kutuweka pamoja wa Tanzania. Viongozi wa dini ngazi ya wilaya, mkoa, mpaka taifa kwa ujumla. Hii ndio asili iliyowekwa na waasisi wa taifa letu. Shehe Abeid Amani Karume alikuwa Muislamu kule Zanzibar, lakini huku tulikuwa na muasisi Mwalimu Julius Nyerere alikuwa ni Mkristo. Kwa sababu ya kutokuwa na udini katika taifa letu, Mkristo na Muislamu kwa umoja wao walisimika muungano ambao leo unatufanya hapa. Wako Wazanzibari wako hapa, wako Wapemba wako hapa, wako Wapare, Wachaga na watu kutoka Zanzibar na Tanzania. Kwa upande wake afisa madini mkazi wa mkoa wa kimadini Kahama, Chone Malembo, ameeleza kuwa lengo la iftari hiyo ilikuwa ni kuwakutanisha wadau mbalimbali wakiwemo viongozi wa dini, wachimbaji, mabenki, sekta binafsi na serikali ili kuimarisha mahusiano na kujenga umoja wa kitaifa. Ongeza kuwa lengo kubwa la iftari hiyo ni kubadilishana mawazo, kujenga mahusiano na taasisi mbalimbali ili kuhakikisha sekta ya madini nchini inaendelea kuleta tija nchini. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, tukio la leo limeandaliwa kwa nia moja. Kwanza ni kufahamiana kama alivyosema shehe wa wilaya, lakini pili ni kujenga umoja na kuwaleta pamoja wadau, kwa sababu sekta ya madini ni sekta ambayo ukiachana na wadau walioko kwenye sekta, lakini inafungamana na sekta nyingine nyingi. Ndio maana katika utambulisho wa awali tulisema tulikuwa na wenzetu wa taasisi za fedha ambao ni wadau muhimu sana kwetu kama sekta, lakini tulikuwa na wadau wengine pamoja na viongozi wa dini mbalimbali ambao pia tuliwaalika. Kwa lengo ni kutekeleza ile dhamira yako kama kiongozi wetu mkuu wa wilaya ya kuhakikisha kwamba wilaya yetu inakuwa moja, lakini sasa kwa sababu sisi tunadili na wafanyabiashara, kuwatengenezea network, watu wapate connection kupitia tukio la leo, kwa sababu tuna imani kuna watu kwa mara ya kwanza leo wamekaa meza moja na hawajawahi kuonana, na ni kuahidi tutaendelea kufanya kadri Mungu atakavyo kujalia uzima, lakini na uwepo wetu Kahama. Niwaombe wadau tuendelee kushirikiana, lakini kikubwa zaidi, kwa sababu tumekutana, basi usiondoke kama ulivyokuja, kupata namba ya mtu mmoja ambaye baadaye itakuwa ni business linkage kati yako na huyo ambaye umefanikiwa kukaa naye pamoja. Inaweza ikasaidia katika shughuli tunazozifanya. Dhamira yetu kama dira yetu inavyosema ni madini ni maisha na utajiri. Tutaendelea kuwaweka wadau wetu pamoja ili kuhakikisha kwamba dira hii
inafikiwa ifikapo 2030. Naye mwenyekiti wa shirikisho la vyama vya wachimbaji mkoa wa Shinyanga, Hamza Tandiko, alipata nafasi ya kutoa neno akisisitiza umuhimu wa ushirikiano kati ya wachimbaji na jamii kwa ujumla. Katika iftari hii, Hamza alisema kuwa watumie sikukuu hizo vizuri na kuacha kufanya matendo maovu katika kuelekea sikukuu ya Idi. Ndugu waandishi wa habari, nitumie fursa hii adhimu kabisa kuwaasa wale wenzangu ambao tumefunga siku zote za mwezi mtukufu wa Ramadhani, na madhumuni ya mwezi mtukufu wa Ramadhani ni kuupata uchamungu. Niwasihi sana, msirejee kule kwenye matendo yasiyompendeza Mungu. Msifanye vurugu siku ya Yaumul Eid. Sherehekeni kwa namna ambavyo imeelekezwa katika maandiko ya Qur'ani. Sherehekeni Yaumul Eid kwa utaratibu ulio mzuri. Acheni kurudi kule mlikotoka. Ni masiku machache ambayo yameainishwa kwamba ni masiku 29 au 30. Masiku haya dhamira yake ni kuupata uchamungu. Sasa tusijifungue minyororo na tujimithilishe na mashaitani kwamba siku ya Idi ndio siku ya kufanya maasi. Tufanye ibada ya Idi, tusherehekee Idi bila kuvunja amani, aidha kumkosea na kumkufuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Aidha, mwenyekiti wa chama cha wachimbaji wanawake Tanzania TAOMA, Semeni John, alieleza namna serikali ya Samia Suluhu Hassan ilivyoendelea kuwajali wanawake katika sekta ya uchimbaji, ikiwa ni pamoja na kuwapa fursa na kuwezesha kushiriki kikamilifu katika shughuli za kiuchumi, na kuongeza kuwa serikali ya awamu ya 6 imekuwa ikitambua mchango wa wanawake na kuwapa kipaumbele, jambo linaloleta haki sawa kwa jinsia zote. Kwa nafasi hii kushukuru ofisi yangu ya madini kimkoa Kahama chini ya RMO kwa kuandaa hii iftar. Ametualika watu wote, hakuangalia Waislamu, Wakristo, wote katujumuisha. Kwa hiyo ni upendo ulioje. Tunamshukuru sana kwa sababu ni utamaduni wetu tuliolisi kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu Samia Suluhu Hassan, anayeonyesha mapenzi na mapendo kwa wananchi wake. Lakini tunashukuru pia mgeni rasmi ambaye ni mkuu wa wilaya yetu ya Kahama. Amezungumza vizuri, ameongelea imani, upendo, ushirikiano kwa wanakahama wote. Kwa hiyo tunajivunia kuwa na kiongozi mahiri na shupavu kama huyo. Niwashukuru sana tena ofisi yangu ya RMO na wenzake wa Tume ya Madini kwa upendo wao, kutukumbuka, kutualika, hawakujali. Kwa hiyo wote tumejumuika kwa siku hii ya leo kuja kufuturu pamoja, na inaonyesha jinsi gani sisi wachimbaji tunatakiwa kuwa na huu umoja. Hafla hiyo imeonekana kuwa mfano bora wa mshikamano unaovuka mipaka ya kidini na sekta mbalimbali, hali inayochangia kudumisha amani na maendeleo nchini. David Kiluzia, Mohab TV, Kahama.